Lakini ninapofanya visitation, tunapotembelea nyumba zenu na kuzitazama, kuna wakati tunaumia kuona jalalani kuna chakula kimemwagwa, lakini kuna mhitaji mmoja alikuwa anahitaji chakula. Kuna mtu mmoja anatamani kuiona ile nguo hata unayodekia pale, aichukue, aiweke katika mwili wake na atembee, kwa kuwa nguo ambayo amevaa ina changamoto, yani imetoboka, haina thamani. Wakati Yesu anayasema haya, alitamani kuwaona watoto katika Kristo wakiwa wana moyo wa kutoa vitu, kwa sababu katika kutoa ndipo Mungu anabariki. Kumbe kuna wakati Mungu ameshindwa kutubariki kwa sababu tumekuwa ni wanyimifu, tumeshikilia vitu, hatutaki kuvitoa. Ndio maana anapoyazungumza haya maneno katika sura iwe ya 6 mstari wa 38, ndilo hitimisho la masomo katika mlima, akiwaambia wanafunzi na watu waliokuwa wakisikiliza, akiwaambia ya kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kweli nimetoa nguo, Mungu hata nipatia nguo, Mungu atarahisisha mambo yangu katika muono mwingine. Hivi unajua ya kwamba mimi kwa kuwa tu kwa sadaka yawezekana ya ndugu, jamaa, marafiki aliyoitoa kwa mtu fulani, mimi napitia changamoto fulani. Hivi unajua Mungu anaweza akafungua jambo kupitia mtu mwingine. Yani wewe umetoa lakini mimi sioni mibaraka, lakini katika ukoo, katika familia kuna mtu anapitia jambo fulani, Mungu anafanya wepesi kwa mtu huyo, kwa kuwa wewe ulikuwa na moyo wa kutoa. Watu